East Africa Television and East Africa Radio, proud media partners. Copa Coca-Cola 2017. Yes, Copa Coca-Cola ni mashindano ya mpira miguu yanayoshirikisha wavulana na wasichana wa shule za sekondari ambayo yanadhaminiwa na kampuni ya vinywaji baridi ya Coca-Cola. Mashindano hayo yalianzishwa mwaka 1989. Ni zaidi ya mashindano ya mpira miguu ulimwenguni. Ni mashindano yanayowaleta vijana karibu na kuongeza uthamani wa kipekee duniani kote, kuwahamasisha, kuongeza morali ya timu, urafiki na heshima. Kwa Tanzania, kampuni ya Coca-Cola ilikuwa ikishirikiana na shirikisho la soka Tanzania TFF kuweza kuandaa mashindano haya ya Copa Coca-Cola. Kuanzia msimu uliopita, kampuni ya vinywaji baridi ya Coca-Cola inashirikiana na serikali chini ya Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI. Ndugu wana michezo, kama ambavyo siku zote tumekuwa tukisema, na huu ukiwa ni mwaka wa pili wa ushirikiano na TAMISEMI kwenye michuano hii, kampuni ya Coca-Cola Tanzania inayo imani ya dhati na inaamini ya kwamba mashindano ya michezo yanayoanzia ngazi ya chini kabisa ndiyo namna thabiti na ya kipekee katika kuibua vipaji vya wachezaji hapa nchini na hata ulimwenguni kote. Coca-Cola mlikuwa mnafanya wenyewe haya mambo kupitia Copa Coca-Cola, lakini pia na serikali kwa inafanya pia kupitia UMISETA. Lakini sasa hivi tumeona ni vizuri tukaunganisha nguvu pamoja sisi kama serikali, lakini pamoja na nyinyi wenzetu wa Coca-Cola, ili kuhakikisha kwamba tunafanya kwa pamoja hilo jambo, tunakuwa na nguvu za pamoja, ili mwisho wa siku hata namna ya uratibu na wenyewe pia usio na changamoto zake. Badala ya kila nyinyi kutafuta shule moja moja au wilaya moja moja, basi serikali inafanya kazi ya kuorganize ili mwisho wa siku investment tunayofanya iweze kuwa inatambuliwa na serikali, lakini pia iweze kuwa na matokeo ambayo yatanufaisha taifa zima. Imani yangu kubwa, ninyi wana Dodoma mmewakilisha wenzenu, lakini wafahamu kwamba michezo hii sasa imefadhiliwa na Coca-Cola. Ajenda yake kubwa ni kwamba kuinua vipaji na kujenga ufahamu na akili timamu kwa vijana wetu hawa. Okay, Copa Coca-Cola kwa mwaka 2017 imepanga kuzifikia shule za sekondari 4,000 zikiwemo za serikali na binafsi Tanzania nzima kwa lengo la kugawa vifaa vya michezo kama vile jezi na mipira. Niwashukuru sana Coca-Cola International. Najua ndugu zangu, tunaposema Coca-Cola sio Nyanza Bottling. Tunazungumzia Coca-Cola International. Bahati nzuri wamewakilishwa na binti yetu hapa Pamela. Nichukue nafasi hii kama mkurugenzi wa Coca kuwashukuru sana na kuwatakia ushirikiano wa kila hali, kila pale ambapo tunahitaji kusaidiana. Tuko tayari sana kuhakikisha kwamba tunawasaidia vijana wetu ambao wana vipaji vyao kwa kila namna ambavyo inawezekana. Kwa Arusha peke yake tumegawa vifaa, tuna mpango wa kugawa vifaa kwa shule 52.
lakini pia tutagawa vifaa kwa shule zote za sekondari Tanzania, watapata vifaa kwa ajili ya michezo, na kwa kuanzia tunagawa vifaa kwa ajili ya football pamoja na basketball. Kila shule ambayo ina timu ya football pamoja na basketball itapata vifaa, itapata jezi ambazo zimekamilika kabisa, lakini itapata pamoja na mipira ambayo itafaa kabisa kwa ajili ya michezo katika mashule. Moja ya changamoto kubwa ambayo tunao kama taifa katika uwekezaji katika ngazi hizi za awali ni kutokuwepo kwa vifaa vya michezo. Kwa tunaomba vitunzwe vifaa hivi na viweze vitumike katika yale ambayo tumekusudia, ili hatimaye taifa liweze kufaidika na vipaji ambavyo tunavyo. Kwa uwekezaji huu unaofanywa na kampuni ya vinywaji baridi ya Coca-Cola kupitia mradi wake wa Kopa Coca-Cola itaweza kusaidia vipaji vya soka, kuvikuza, kuviendeleza na kupata mafanikio kuanzia ngazi ya kitaifa hadi kimataifa. Sio tu kwenye mashindano ya Coca-Cola. Tuna uhakika kwa uwekezaji huu mkubwa ambao tumeufanya na vipaji ambao vinaendelea kuibuliwa, tu katika nafasi nzuri sana ya kufanya vizuri katika mashindano yajayo katika michezo mbalimbali, hususan michezo ya vijana chini ya 16. Naamini vipaji vingi sana vinavyotengeneza Serengeti Boys vinatoka hapa, lakini tunafahamu under 19 kwa mwaka 2019 Tanzania ni mwenyeji. Tuna uhakika mkubwa tunatengeneza timu nzuri ambayo itashindana na upo uwezekano tukabakisha hili kombe hapa nchini. Nasema kitu kimoja, ili mpira ukamilike tunasema by definition sawa, football is a passing game to score a goal. Kwa hiyo lazima timu ifungwe na mpira ni mchezo wa makosa. Kwa hiyo sio mbaya, tutajipanga next game, takaza tutafanya vizuri. Sio? Poa. Kopa Coca-Cola, soka ndio mpango mzima. Lakini Bi Hawa Mohamed ni mama mzazi wa Masele Magembe, anazungumziaje kuhusu kipaji cha mtoto wake? Akawa anacheza sasa kule shuleni na wenzake. Walimu akawa wanakuja wananiambia mwanao anacheza sana, mwanao anacheza sana. Nikawa naambia mkatazeni, mimi sipendi acheze. Walimu akasema hapana, mwache acheze. Kwa nini namkataza? Naambia namkataza kwa sababu akishikilia kucheza naona ataluzi nini kwenye masomo. Akasema hapana, tutamkazania pia na masomo. Wakati huo yuko la pili anacheza, alipofika la 4 wanamchezesha na watu wakubwa. Unaona? Tukiendelea kubakia hapa mkoani Dodoma, Kopa Coca-Cola ikakutana na msichana mwanasoka anaitwa Happy. Huyu ni mchezaji, pia anaeleza wachezaji wanaowakubali na kuwafuatilia bila kujali anatoka Simba au Yanga. Kwa hapa Tanzania kwanza nianze. Nampenda Kichuya. Labda naomba nieleze kama Kichuya. Kichuya ni mchezaji mzuri ambaye anajituma, anafanya kazi. Moja. Kwanza namba 1 anafuata position yake. Pili anajituma. 3 anafuata maelekezo aliyoelekezwa. Sababu mchezaji bora lazima afuate maelekezo. Na maana bila kufuata maelekezo sidhani kama anaweza kucheza vizuri. Na kwa Yanga, sababu hapo ni kwa Simba, kwa Yanga nampenda Msuva. Msuva kwa kweli ananifaisha. Kazi anaifanya. Yaani mpira kwanza yani sema anafanya na yani anawalisha wenzake vizuri. Hayo ni machache tu kutoka mkoa wa Dodoma, lakini kuna vipaji vingi kama vya akina Machedo, Salumu, Abubakari,
Okay, tukatua jijini Mwanza aka Rock City. Coca-Cola ikafika moja kituo kinacholea na kukuza vipaji vya soka kwa vijana ambacho kinajulikana kama Mash Academy, na kukutana na mwalimu pamoja na kijana mwenye ndoto katika soka. Nawapongeza sana Coca-Cola kwa hichi ambacho wanachokifanya, na mimi nijivunie kwa maana kwamba kwa kituo kizima kinawapongeza sana Coca-Cola kwa hichi ambacho wanachokifanya, na mpaka sasa hizi kuna kijana wetu ametoka kwenye mashindano ya Coca-Cola under 15, na kijana huyo sasa hivi yuko kwenye timu ya taifa ya vijana ya miaka 17 na anafanya vizuri. Ni kijana mmoja anaitwa Ali Msengi, anacheza pale nyuma. Yote niseme kwamba Coca-Cola ndio wamewezesha kufikia hapo, kwa sababu kwamba kama ingekuwa hakuna mashindano ya under 15 kwa Coca-Cola, ina maana tusingefikia hapo labda kupata kijana yuko kule. Lakini sasa hivi tuna kijana wetu tunajivunia katika kituo, anawakilisha vizuri nchi na pia anaiwakilisha vizuri Coca-Cola. Mama anamwambia ananunulia, ila anahitaji nije nimfanyie kitu cha ajabu ambacho hata kuja kuamini yeye, maana soka ndo mpango mzima. Lakini Coca-Cola ikasogea hadi Buswelu Sekondari hapa Rock City, na ikakutana na kijana mwanasoka mwenye kupiga chenga za maudhi kinamna hii. Pia hapo ndani ya Buswelu Sekondari akajitokeza huyu kijana na kutucholea logo yetu ya Coca-Cola kinamna hii. Coca-Cola itanisaidia kwa sababu inatuandalia mashindano ya kukuza vipaji vyetu. Baada ya Rock City, Coca-Cola ikasogea Green City, Mbeya. Monica anatembea, anapiga huku cross Jamila. Jamila anaenda anapiga huku Msuva anautuliza Neema. Neema anaenda anaweka chini gol. Coca-Cola itanisaidia kwa sababu inatuandalia mashindano ya kukuza vipaji vyetu. Kwa Coca-Cola kushiriki katika UMISETA mwaka huu kutasaidia sana, kwa sababu michezo hii huwa tunafanya katika hali duni, hasa ya vifaa, kwa mfano mipira,
jezi kwa watoto. Kwa nina imani kabisa ushiriki wao wa ushiriki wa Coca-Cola mwaka huu kutaongeza chachu, kwa sababu tutapata vifaa vya michezo. Yes, ndani ya Mbeya nikisema Meta Sekondari najua haitakuwa shule ngeni masikioni mwako au kuifahamu kabisa. Na wanasoka wa hapa wanaamini katika mambo ya menyu mahanjumati aka misosi. Unaweza kumsaidia zaidi mchezaji kuwa na mwili na misuli imara hasa anapokuwa uwanjani. Coca-Cola ikataka kujua zaidi kutoka kwa daktari huyu wa michezo. Kuna chakula vinaongeza damu kama kupitia matunda na mchicha na mboga nyingine za majani. Vile vile kuna wanga ambao wanaita carbohydrate ambavyo vinampa nguvu. Kwa mtiririko huo wa vyakula kuwajenga sana wachezaji katika mazoezi na kiafya kiujumla. Na tuangalie kwa sababu wachezaji wengi wanaochukuliwa mkoa wa Mbeya unavyojua naona wametamba sana katika timu zetu za kubwa za Tanzania. Twenzetu kaskazini. Na huku mchaka ulikuwa wa kutosha sana, na mtindo uliotumika kupata timu pamoja na wasimamizi na makocha waliosaidia kufanikisha zoezi hili walionyesha juhudi, yani ile kinoma noma. Hatujaanza hata kambi ya wilaya, lakini tayari kwa Coca-Cola wako pamoja na sisi. Kwa hiyo naamini kwamba kwa msaada wao pengine mashindano ya mwaka huu yatakuwa ni bora zaidi kuliko ya mwaka jana. Lakini eti watu wanasema Arusha hamna vipaji vya soka. Hili ni kweli? Pia katika hii michujo ambayo imeweza kufanywa hapa imetusaidia sisi kweli, lakini tunaomba waendelee kuwa na umoja, kushirikiane na sisi kwa sababu Arusha pia kuna vipaji. Sio kama wanavyosema kwamba Arusha hamna vipaji. Bas kama ni hivyo ndio maana huyu binti hapa yeye anaitwa Isha. Anathibitisha ndoto yake katika soka ni kuja kuwa kama nani hivi. Mimi ndoto zangu za kuwa kama footballer, nataka niwe kama Lionel Messi wa Barcelona. Kwa ile yani mimi anacheza, yani mimi napenda, yani kutoka kwa mdogo nilikuwa namwangalia sana anacheza mpira, afu napenda sana timu yake, yeye anacheza, mambo zake uwanjani zinakuwa poa. Yeah, Coca-Cola ndani ya Dar es Salaam ni mambo mengi sana yaliyotokea hapa. Takuwa Ninapotoka shuleni natoka nyumbani asubuhi mapema ili niweze kuwahi vipindi. Mimi kama mwanafunzi wa form 5, muda wa kutoka darasani kisha shuleni inakuwa ni saa 9. Saa 9 nikitoka hapo natakiwa nielekee makumbusho Bamaga pale chuo cha ustawi wa jamii, ndio tunapofanyia mazoezi. Kwa hiyo kuja kufika pale kama kuna changamoto za foleni barabarani, unakuta nafika saa 10 au saa 10:30. Mimi napenda kujifunza hasa kwa boys tunaocheza nao shule. Na hivyo napenda kujifunza kwa boys tunaocheza nao shule. Namwangalia yule namba 11, anachezaje, anapigaje, yani napenda yani. Viwanja vingi ambavyo vilikuwa vinaonekana vya michezo otherwise vimejengwa magorofa na vingine vimegeuzwa kutoka kwenye michezo vimewekewa kwa kazi nyingine maalum.
Coca-Cola kwa kudia vifaa vya jezi pamoja, tumeweza kucheza hapa uwanja wa Taifa. Wengine hatuna ndoto za kucheza uwanja huu, wengine leo tumecheza, lakini tumekuja hapa tumesha vipaji vyetu na kuna baadhi ambao wamechaguliwa kwa shule. Na kiufupi tu umeweza kuona mikoa hiyo imefanya nini ndani ya Copa Coca-Cola 2017, lakini kuna mengi ambayo yamefanyika katika kila mkoa, na nitakuwa nakuletea moja baada ya lingine kupitia hapa hapa East Africa TV na East Africa Radio. East Africa Television and East Africa Radio, proud media partners, Copa Coca-Cola 2017.